upinzani kuwa ataendelea kukaa ngumu ili kuendelea kufanikisha miradi ya maendeleo na kuliboresha taifa la Kenya. Rais Ruto alizungumza katika ikulu ya Nairobi akisema ingawa amekumbwa na changamoto za maandamano ya kina na kesi nyingi mahakamani kupinga miradi yake, alikaa ngumu ili kuifanikisha hadi tamati. Ameweka wazi kuwa angekuwa kiongozi muoga, taifa halingekuwa na kitu cha kujivunia tangu achukue uongozi mwaka 2022. Rais William Ruto amesisitiza jitihada zake kuendelea kuboresha taifa la Kenya kimaendeleo kwa kutumia rasilimali zake. Kwa kipindi cha miaka mitatu iliyopita, rais akisema kuwa amekumbwa na upinzani mkali, maandamano ya kina na kesi kutawala mahakamani kuhusiana na maendeleo yake kwa Wakenya, ila akisema ataendelea kukaa ngumu. Kwa miaka mitatu tumefanya mambo, lakini sio kwa urahisi. Watu wamenipigia kelele, wakanifanyia maandamano, wakanitukana, wakanifanyia nini, lakini mimi nimekaa ngumu kwa sababu kwa sababu nchi haiwezi kubadilika bwana bila ya mtu kuwa mkakamavu. Sijui kama tunaelewana. Watu walikuwa wanapigia kelele, sijui tusifanye housing. Wakanifanyia maandamano hapo, wakanipeleka kotini, wakanifanyia nini, tusifanye housing, hii housing levy, sijui nini. Wewe umekuwa Zakayo. Leo nyinyi ni watu mnaishi Nairobi. Nairobi inabadilika ama ibadilike? Hii Kibera imekuwa ikitusumbua hii. Si leo inajengwa? Rais akisema kuwa angekuwa kiongozi mwoga hangefanikisha aliyofanya sasa hivi na taifa halingekuwa na chochote cha kusherehekea, akibaini kuwa hivyo ndivyo taifa linaboreshwa. Kama mimi ningekuwa mtu muoga, nipigiwe kelele, nifanyiwe maandamano, nipelekwe kotini, niwachane na mambo ya housing, tungekuwa tuna chochote cha kusherehekea leo? Leo mbali na kujenga hizo manyumba, vile vile tunajenga markets. Vile vile tunajenga hostels ya vijana wetu. Masoko tunajenga Kenya ni masoko 600. Hostels tunajenga katika taifa letu la Kenya ni ya vijana 1180. That is how you transform a nation. Tunaelewana my friends? Hivyo ndivyo nchi zingine zimebadilisha nchi zao. Tulikubaliana ya kwamba tutafanya mambo ya health. Kwa sababu pale nyuma tulikuwa na matatizo. Watu wanaenda hospitalini na kosa dawa, watu wanaenda hospitalini, hawezi kulipa. Aidha, amewasuta baadhi ya wananchi kutoka eneo la magharibi mwa Kenya kwa kukosa kuchukua kura, akisema kuwa ili wapangane kisiasa uchaguzi ujao ni lazima kwanza wananchi waliosalia wachukue kura. Neno ya kupanga huko mbele, tutapangana. Sisi ndio mafundi ya hiyo maneno. Tutapangana hapa mbele. Si ndio? Tutapangana hapa mbele, msikuwe na wasiwasi. Lakini unajua sasa kitu ya kwanza lazima mfanye ni ili kupangana hapa mbele inahitaji kura. Lazima kila mtu ajiandikishe kwa kura. Mwambie watu wetu, no, msiseme hivyo. Kuna watu Western Kenya, watu 1.5 milioni wako na ID, wana voters card. Na wanasumbua sisi watu hapo kwa shopping center. Wanatupigia makelele. You know? Hiyo kama mnasumbua hapo na kupigia sisi sukuti. Mtu unapiga sukuti na una kura. Unatusaidia na nini? Fredrick Kombua, Undugu TV.